Mwenyezi Mungu hatuchoki kukaribia kiti chako cha enzi, kwa sababu hapo ndipo tunapata neema. Tunakusii ili uweze kunena nasi, uweze kutuzungumzia, tupate ujumbe kutoka juu, kwa sababu unaponena watu wako wanafarijiwa, watu wako wanaonywa, watu wako wanaelekezwa, na watu wako wanabarikiwa sana. Tunaomba ya kwamba uweze kunena nasi na utumie mtumishi wako kama chombo, aweze kufikisha ujumbe kama vile ulivyokusudia. Tunakukaribisha kwa sababu hatuwezi kuendelea bila wewe. Uwe nasi, utunenee na utende kama vile ulivyopanga, kwa sababu tuko mbele yako. Ni katika jina kuu la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen. Tukaribishe neno la Mungu kwa makofi ya juu. Nashukuru Mungu kwa nafasi nzuri ambayo ametupatia sisi kama wanawake kujumuika katika nyumba la Bwana. Namshukuru Mungu kwa maisha yangu ambayo Mungu amekuwa mlinzi wangu, amenisaidia kwa mambo mengi pamoja na familia yangu. Leo nina furaha kwa sababu nimeona tumefika. Najua wengi wetu tumekuwa na kiu ya kujumuika pamoja. Jumapili iliyopita tulikuwa hapa watu kiasi, wengine leo wamezalia nyumbani ili wengine wapate nafasi kulingana na vile pastor na sisi wazee tumeketi pamoja, tukaona ni vizuri tuweze kufanya hivyo, kwa maana tunajua kila mtu ako na kiu, lakini mambo si mambo, kama vile Waswahili wanavyosema, hali si hali. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pamoja na hayo, Mungu ametujalia nafasi nzuri kama wale ambao tumefika, na ningetaka tu kwa muda mfupi, kama vile mnavyojua pia masaa nayo yanahesabiwa, na nitaenda moja kwa moja mahali ambapo tulisoma asubuhi au mahali tulisomea somo la Biblia katika kitabu cha
14 mstari wa 22 kufika 33. Haya ni mafundisho ambayo tunayajua sana, ni mafundisho tumeyapata mara nyingi, lakini leo tungetaka tuyapate kama mafundisho mapya katika maisha yetu, tuyapate kwa jinsi ambavyo Roho Mtakatifu atatuwezesha kuyapata. Kwa maana nilipokuwa nikiyapitia, kuna mambo kadha wa kadha ambayo niliweza kuona kwamba sisi kama Wakristo, sisi kama wateule, sisi kama wale ambao tumebaki na tukaja kuwakilisha kanisa nzima, kuna mambo ambayo Mungu ametaka tuyajue leo, na nitasoma kwanza kisha tuendelee. Mstari 22 unasema hivi, na kichwa ni kwamba Yesu anatembea juu ya maji. Mara Yesu akawaamuru wanafunzi wake wapande mashua wamtangulie ng'ambo ya ziwa, wakati yeye anayaaga makundi ya watu. Baada ya kuanga watu, alipanda mlimani peke yake kusali. Ilipokuwa jioni, yeye alikuwa huko peke yake, na wakati huo ile mashua ilikwisha fika karibu katikati ya ziwa, lakini ilikuwa na taabu kwa sababu upepo ulikuwa unaipiga. Usiku karibu na mapambazuko, Yesu aliwaendea wanafunzi akitembea juu ya maji. Wanafunzi wake walipomwona akitembea juu ya maji, waliogopa sana, wakasema, ni mzimu. Wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu akasema nao, tulieni, ni mimi, msiogope. Petro akamwambia, Bwana, ikiwa ni wewe kweli, amuru nitembee juu ya maji nije kwako. Yesu akasema, haya, njoo. Basi Petro akashuka kutoka ile mashua, akatembea juu ya maji, akamwendea Yesu. Lakini alipouona ule upepo, aliogopa, akaanza kuzama, akalia kwa sauti, Bwana, niokoe. Hapo Yesu akaonyosha mkono wake, akamshika na kumwambia, ewe mwenye imani haba, kwa nini uliona shaka? Kisha wakapanda mashuani na upepo ukatulia. Wote waliokuwa ndani ya mashua walimsujudia, wakasema, hakika wewe ni mwana wa Mungu. Tuombe. Tunakushukuru Mungu kwa maana wewe ni Mungu mkuu na ni Mungu mwema. Najitakasa mbele zako Mwenyezi Mungu ni kwa ajili ya neno ambalo umenipa kwa ajili ya kanisa lako. Na kuinua Mwenyezi Mungu ili Baba, nitakapokuwa nikizungumza ukaniwezeshe, ukanitakaze na neno lako Mwenyezi Mungu likaweze kufaidi mimi na hata wanaonisikiliza katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa maana neno lako ni wewe mwenyewe unaozungumza na kanisa lako. Mungu, saidia kanisa lako kutambua ujumbe ambao Mungu ungetaka tupate siku ya leo, na hata walio nyumbani Mungu, kwa jinsi ambavyo wanavyoendelea na kukuabudu Mungu, pokea uombaji wao na sala lao usiku ya leo, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Kama vile nilivyotangulia kusema, hiki ni kifungu ambacho tumekizoea na tunakielewa vizuri. Tunajua huu ni wakati gani. This was the time Jesus Christ had started his mission around the area of the Sea of Galilee. Tunaelewa jinsi alivyokuwa hapo mwanzoni ametenda. Alikuwa ameliwalisha lile kundi la watu, na ikawa kwamba makusanyiko au watu walikuwa ni wengi. Watu walikuwa wamefuata Yesu. Wengine wanasema kwa sababu wakati ule wanawake na watoto hawakuwa wakihesabiwa, hiyo namba ilikuwa kubwa sana. Yesu asifiwe. Ibinda yu kulingana na siedeo sia yuti
iveti na siana na sisi hapa kina mama ndio wengi. Kwa hivyo chukua scenario hiyo tu, ando asumaineni na nima bikiye kutebeka kubetia ya makila Yesu wekie na inde tina wao. Baada ya haya ikawa kwamba kusanyiko bado, na wasomi wanatuambia kwamba ilifika wakati ikawa lazima Yesu awatenganishe wale wanafunzi na yale makundi mengine, lile kusanyiko. Kwa hivyo akawaamurisha, katika Biblia tunaambiwa akawaamurisha waende ng'ambo nyingine. Yesu akasalia kuwatawanya makundi. Na pia wasomi wanasema ilikuwa kwamba si kama walikuwa wanataka kwenda, na mnajua ni kwa nini. Tayari walikuwa wamekula wakashiba, na pengine walikuwa wanatarajia baadaye pia wakule. Kwa hivyo ikawa kwamba hawataki kwenda, lakini Yesu akawatawanya makundi kwa makundi na wakaenda, na akapanda juu mlimani kwenda kuomba kama ilivyokuwa desturi yake. Bwana Yesu asifiwe. Desturi ya kuomba. Na wakati alipokuwa akiomba, Biblia inatuambia kwamba mashua ikawa imeelekea kiasi katikati na ikakumbwa na matatizo, ikawa kwamba inakaribia kuzama. Na wakati ule wanafunzi wakawa katika hali ya kuogopa, wanafunzi wakawa katika hali ya kukosa kujua, je, wangefanya nini? Na hapo ndipo tunaambiwa kwamba Yesu akaifikia ile mashua akiwa anatembea katika maji, akiwa anatembea juu ya maji. Alikuwa anatembea juu ya nini? Juu ya maji. Hilo jambo kwa wanafunzi wake, hata baada ya kuona ile miujiza alikuwa ameyatenda, likawa pia hawalifahamu. Ikawa kwamba hawafahamu kwamba kweli ni Yesu, na ndipo walisema, walipomwangalia waliogopa sana na wakapiga mayowe na wakasema ni mzimu, wakasema ni maimu, ni imu. They could not understand that it was Jesus. And Jesus told them, I'm just making a summary, kwamba ni yeye, wasiogope. Petro akataka kuhakikisha kwa kweli kama ni Yesu, kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa amemfunulia kwamba alikuwa ni Yesu mwenyewe. So akamwambia, kama ni wewe niambie nini. Yesu akamwambia, njoo. Na Petro akaanza kutembea juu ya maji akielekea mahali alipokuwa Yesu. Lakini Biblia inatuambia wakati Petro alitazama yale mawimbi, alipotazama jinsi ambavyo mawimbi alikuwa yanapigana, aliogopa. Na hapo kwa hapo akaanza kufanya nini? Kuzama. Yesu akamwambia, wewe mwenye imani haba, kwa nini imani yako imepungua? Na Yesu akamwokoa katika ile hali, na wakaingia pamoja kwenye mashua na mawimbi yakatulia, na wakaendelea na safari yao kwenda ng'ambo ile nyingine katika bahari ya Galilaya. Tunapo yafikiria na kuyatafakari mafundisho ya siku ya leo, kama vile tumepata na kusoma, kuna mambo machache ambayo ningetaka tujifunze kutokana na kifungu ambacho tumesoma, na ningetaka tuangalie fixing our eyes on Jesus, kuweka macho yetu kwa Yesu, fixing our eyes on Jesus.
That is going to be our topic for a very short time. I just want to give a brief on some of the things that we learned from the scripture that we have just read. Fixing our eyes on Jesus. Today, church, we are undergoing difficult situations. The circumstances we are under today are not normal. We are experiencing abnormal things that we have never experienced before. The COVID-19. The church is undergoing a lot of tribulations because, as you can see, the number seated here and the way we are distanced from one another, it tells a lot. Unapojiangalia mahali umekaa, hata wewe mwenyewe unaona upweke, kwa sababu ni kama umelazimishwa kukaa pembeni peke yako na ukajifunga mask, wengine hata watu watambui. It is abnormal situations. Ni mambo ambayo kwa kweli si ya kawaida, lakini neno la Mungu linatuhimiza kwamba nyakati kama hizi ndizo nyakati ambazo tunamtazama Yesu Kristo. Mwimbaji wa Zaburi, Daudi mwenyewe, katika Zaburi ya 121 akasema hivi, Psalms 121 ni Zaburi ambayo tunaimbiwa sana. Daudi mwenyewe aliimba na kusema, natazama juu milimani, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu watoka kwa Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na dunia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndipo tunaimba, nimukija metomaka nisiaise imani utevyo wapa weyumava utevyo wapa umakwania. Tunapofika wakati kama huu, ni wakati ambapo shida tulizo nazo tutapata jawabu ikiwa kwamba tutatazama kama vile Daudi aliimba. Hata kama tukiangalia juu milimani, tuangalie wakubwa serikalini, tuangalie Mutahi Kagwe, tuangalie sijana anaitwa Amothi, tuangalie daktari nani, wote tunajiuliza, msaada wetu utatoka wapi? Msaada wetu katika hali kama hii tulio utatoka wapi? Kanisa la Bwana, jibu ni moja. Msaada wetu unatoka juu mbinguni kwa aliyetutangulia, naye ni Yesu Kristo, Bwana wa milele na milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Msaada wetu utatoka tu kwake. Watu wametuambia mambo mengi. Juzi Magufuli amesema kuna miti shamba sijui nini. Wengine wamesema, jana nikasoma Italiano wanasema hata aspirin ni dawa. Na wengi wamesema mengi. Lakini tukumbuke ya kwamba itakuwa tu tutakapomlilia Yesu Kristo na kwenda chini na kujikabidhi mbele zake, hapo ndipo tutapata uponyaji katika matatizo tulionayo, si tu COVID-19, hata yale mambo mengine, kwa sababu tunajua kwamba si kwamba ati COVID-19 ndio tu matatizo tulikuwa nayo. Najua watu siku hizi wanasema ni kwamba hata magonjwa mengine kumbe watu ni wao wanaisababisha, kwa maana hospitalini hakuna watu. Sasa tunashindwa kwani? Tukumbuke ya kwamba kifua kikuu, malaria bado ziko na ni matatizo ambayo yanatukabili, lakini tukimtazamia Yesu Kristo tutapata uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Ningetaka tu kwa kifupi, kwa maana sina muda sana,
niangalie mambo 4-5 hivi ambayo tunaweza kusoma. Utajisomea kwa kirefu haya ambayo nimesoma, lakini nataka tuelewe mambo machache ambayo tunajifunza kutoka katika somo ambalo tumelisoma from the scripture. What lesson do we learn from this to the scripture? Jambo la kwanza ambalo tunalipata ni kuwa we should always focus and fix our eyes on Jesus Christ. Tunapaswa kila wakati tunapopatwa na shida au si shida tu, wakati wowote ule, macho yetu yamlenge Yesu Kristo, yamwangazie Yesu Kristo, tumtazame Yesu Kristo. Na tutakapomtazama, shida ambazo zinatukabili tutaweza kuzishinda katika jina la Yesu Kristo. Petro wakati aliambiwa na Yesu njoo, alimwangalia Yesu na kwa kweli akamtazama na akatembea juu ya maji. Lakini wakati aliangalia chini, akaona yale mawimbi jinsi yalivyokuwa yanasokota pale chini, aliogopa na akaanza kuzama. Kanisa la Bwana, tutakapomwangalia Yesu Kristo, hata kuwepo na COVID-19, hata kuwepo na matatizo aina gani, jambo moja ni la wazi, kwamba tutaweza kushinda, tutaweza kupata ushindi. Lakini wakati ambapo kama jinsi tunavyoona siku hizi, watu wamejawa na uoga sana, hata mimi, kwa sababu mimi pia ni binadamu, na ndipo unaona kila mtu anajiweka pembeni kabisa, kwa maana ni jambo ambalo pia ni la hatari. Lakini neno la Bwana linatuhimiza kanisa kwamba pamoja na ule uoga, tusiwe watu wa kuongopa kiasi cha kwamba tutaongopa hata kutenda lile jambo ambalo Yesu Kristo ametuhimiza kutenda, nalo ni kumwabudu. Lile jambo ambalo Yesu Kristo ametuhimiza kutenda, nalo ni kukaa katika nyumba ya Bwana na kutenda yale mambo ambayo Yesu Kristo ametufundisha kuyafanya. Petro alipotazama chini akaona mawimbi, alianza kuzama. Kanisa, neno la Bwana linatuhimiza ya kwamba wakati wote tumtazamie na tumwangalie Yesu Kristo, na iwapo kwamba itafika wakati kama ule, Petro alimulilia Yesu Kristo, naye Yesu Kristo akaweza kumuokoa. Yesu Kristo akaweza kumuokoa. Jambo la pili ambalo tunalipata ni kwamba ni Yesu Kristo anatuokoa wakati tuko katika hali za hatari. Jesus Christ saves us from difficult situations. Yesu Kristo atatuokoa wakati tunapopambana na shida kama zile tulizo nazo. Najua wengi wetu tuko na mambo mengi, tunafikiria mengi. Wengine wetu tuna watoto ambao walikuwa ni candidates, wengine tuna mambo kadha wa kadha, wengine ni wafanyabiashara, zimefungwa, curfew ndio hiyo, mambo kama yale. Hayo ni mambo ambayo tunakumbana nayo kila siku, lakini Yesu Kristo tutakapomtazamia na kujiweka mikononi mwake, atatuokoa katika janga hizi tulizo nazo. Jambo la tatu, kwa sababu nimesema tunaenda ndio, kwa sababu muda wangu umeenda, ni kwamba fear will make us sin. Fear will make us sin. Nimezungumzia hiyo. Unapopatwa na ule uoga, na katika Biblia fear imezungumziwa mara nyingi sana, lakini tukiwa na imani tutashinda ule uoga, kwa sababu tunasema ya kwamba tunaweka vipimo katikati ya uoga na ujasiri. Wewe na imani, wakati tumezidisha uoga, imani yetu inapungua. Wakati imani yetu inaenda juu,
fear reduces. Na kama kanisa la Bwana, huu ni wakati ambapo tunastahili kuinua imani yetu juu sana. Huu ni wakati ambapo imani yetu inapaswa kuonekana ikiwa juu, ili tuweze kushinda au kushindana na ule uoga. Wakati Petro alizidiwa na uoga, imani yake ilienda chini, ikawa kwamba aelewi kwamba yule ndiye Yesu aliyesababisha mambo makuu, aliyetenda miujiza mbalimbali. Imani yake ikaenda chini. Kanisa la Bwana, tutambue ya kwamba isije ikafika wakati ambapo hii korona, hii mambo ya janga ambalo hatujui mwelekeo wake, lakini Mungu anajua, ikafika mahali tutaanza kuliangalia lenyewe, ukasahau kwamba our focus should be always on Jesus Christ. We fix our eyes on Jesus Christ, and we shall be saved from all these turbulent situations. Jesus saves us from the difficult situations, kama vile tumesema. Na jambo lingine ambalo pia tunajifunza ni kwamba kama Wakristo, we need to be led by the Spirit, the Holy Spirit, and do what the Holy Spirit does. We, as the Christians, we seated here as the Christians, we need to do exactly what Peter did. Wakati Petro aliitwa, alitambua kwamba Yesu amemwita na akachukua hatua moja kwa moja, bila kuangalia kama atasingi, bila kuangalia ataenda. We are instructed, and it is a command that we have to fellowship. We have to worship. And on Sunday, Pastor took us through the keeping the fire burning. That is the command, that is the commitment the Christians should have. And this can only happen when we as the Christians, we worship together. We worship. It's not a must that we come as a congregation as we are, but wherever we are, we need to remember that it is the worship that God will be listening to our needs, and God will come to us to assist us at that moment. Therefore, the Holy Spirit is commanding us that we need to worship. Tusiwe ni watu wa kuuliza maswali. Na wengine wameuliza, je, sasa tukiwa nyumbani tutaombaje? Nimesikia wengi wakisema hivyo, sasa kanisa hatuendi, tutaombaje? Remember, wherever you are, you need to worship. And that is what, when Peter was called, he realized that Jesus was calling him to do what Jesus expected Peter to do, and that was to test his faith. So, as the Christians, we need to remember that it is our duty to keep the fire burning. It is our duty to worship, and that is what we are learning from this scripture. We also need to remember that, as I conclude, that faith is making a step forward. Faith is making a step forward. We may have little faith, like Peter, but that faith that you have, you should always make the step forward, never backwards. It is better to have little faith than to have none. That is what Jesus was implying when he told Peter, you of little faith. It meant that he had a faith, although it was little. So, we as the Christians, we need to remember that it is us to perfect our faith by believing that everything that seems to be impossible to us, it's possible with God. Praise the Lord. Anything which seems to be impossible to us is possible with God, if we keep our eyes focused on Jesus Christ. When we keep our faith and follow what Jesus Christ is expecting us to do, walking in the right way, doing the right things,
being prayerful as he was, then we shall keep our faith going up. Because that is what will make us to be strong Christians. Because without faith, we may not please God. That is what the Bible tells us. Therefore, as I conclude, we need to remember that Jesus Christ will always take us through all the situations we are in. Jesus Christ, when we focus on Him, He will direct our ways. Jesus Christ will heal us from the problems that we may encounter. And that is why when He went into the boat, the disciples were able to say, yes, this is the Son of God. Because they believed in all the things that He did, and they were able to see Him that way. Today as the church, we need also to remember that it is only Jesus Christ who is going to take us through. When we invite Him in our situations, in the difficulties we are in, we invite Jesus Christ. He will walk with us and He will show us the way. Yesu Kristo tukitembea pamoja naye, tukimuinvite in our issues, atatuwezesha kuvuka ng'ambo ile nyingine. Kwa sababu when the sea became turbulent, it was only Jesus Christ who made it to be calm, and He took the disciples across to the other side. Same with us today as the church. When things become as tough as they seem to be today, we shall only get to the other side when we invite Jesus Christ to walk with us, to travel with us, and definitely we shall emerge as the winners. I want to conclude by looking at one verse in Hebrews chapter 12 verse 1. It's a known verse. Hebrews chapter 12 verse 2. Let us keep our eyes fixed on Jesus, on whom our faith depends from beginning to end. He did not give up because of the cross. On the contrary, He thought nothing of disgrace of dying on the cross, and He is now seated at the right hand side of God's throne. I'm so interested in the first part of that verse. Let us keep our eyes fixed on Jesus, on whom our faith depends from beginning to the end. That is the verse I want to conclude with. Usudi wa muswawitu wa kulilikana tukuma basuo kana nitusiaisi Yesu Kristo ulani mama mbilia na mwinukelia wa mwikio witu. Is the one who perfects our faith. Is the one who will take us through. When situations seem to be difficult, let's fix our eyes on Jesus Christ. When things are good, let us fix our eyes on Jesus Christ. When everything seems to be working well on your side, remember, fix your eyes on Jesus Christ. And when you do so, God will bless us, God will be with us, and we shall be more than conquerors, and God will manifest Himself to us because He has always given us that assurance. God has given us the assurance. So, kanisa la Bwana ningetaka tu wahimiza kwamba wakati ni mgumu, lakini tumtazamie Yesu Kristo pale jinsi alivyosema pale msalabani, yote yamekwisha. Ni kumaanisha kwamba chochote tulicho nacho, we surrender to Him because He will make it work good for ourselves. Bwana wabariki sana tunapoendelea na kutafakari ya maneno. Tukiwa manyumbani tukumbuke ya kwamba huu ni wakati ambapo Yesu akiwa pamoja nasi tutashinda. Nainua macho yangu nitazame milimani,
msaada wangu watoka wapi? Msaada wangu watoka kwa Bwana. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu tunajua ya kwamba hatuna haja ya kuongopa, kwa sababu tunapoongopa hiyo ni ishara kwamba imani yetu imeenda chini. Mungu, tunajua ya kwamba tunapomlilia Yesu Kristo, naye huingilia kati na kutatua mambo yetu. Kwa hivyo tunakushukuru sana kwa mambo mengi ambayo umetunenea siku ya leo, ukatuhimiza, na wakati huu tunahisi ya kwamba tumetiwa nguvu kunjua ya kwamba lazima tukae tukiwakisha moto wa ibada siku zote, hata tukiwa nyumbani, kwa sababu hayo ndiyo mapenzi yako. Mungu, tunaomba ya kwamba ututie moyo na kutufundisha na kutuongoza, ili macho yetu yawe kwako siku zote, tusije tukatazama matatizo ya dunia na tukaingililiwa na uoga. Tusaidie kwa sababu tunakuhitaji. Tunaomba ya kwamba Mungu, tunapofumkana ukawe nasi, na wote walio nyumbani kwa sababu hawezi fika kanisani, ukaweze kuwahudumia, kukutana na mahitaji yao, kuinua imani yao na kuongoza hatua zao, ili waweze kukupendeza katika maisha ya kiroho. Siku zote waishi wakikutegemea, kama vile Daudi alikutegemea, akaona ya kwamba macho yake akiyaweka kwako, pale patapatikana msaada. Kama vile Petro aliweza kuweka macho yake kwa Yesu Kristo na akapata msaada kabla ya kuingililiwa na doubts. Tusaidie Mungu wetu, tunakuhitaji. Uwe nasi Mungu na kutubariki, kubariki familia zetu, kubariki kazi tunazozifanya, kutupatia afya siku zote na kutuwezesha kuwa na imani wakati wote. Asante Mungu kwa sababu umebariki ibada yetu na tumekuwa na wakati mzuri. Inuliwa na utukuzwe kwa sababu wewe ni Mungu milele. Katika jina kuu la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. And now, may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God, the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen.